Hii ni awamu ya pili, tunaongea kuzaliwa kwa Yesu. Nataka tuangalie kitabu cha Isaya sura ya 7. Tuangalia na Isaya sura ya 9. Sura ya 7 mstari wa 14 inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Imanueli. Isaya alikuwa ni nabii wa ajabu. Hapa ni miaka 750 kabla Yesu hajazaliwa. Anasema ataleta ishara, na ile ishara ni kwamba bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanamume, jina lake ataitwa Imanueli. Maana Imanueli ni Mungu pamoja nasi. Ina maana utawala wa mbingu ndio unaotawala duniani. Kanisa la Mungu sio jengo. Kanisa la Mungu ni wewe na mimi. Na hapa unabii wa miaka 750 kabla Yesu hajazaliwa inaonyesha kwamba Mungu anarejeza uhusiano wake na mwanadamu. Kumbuka uhusiano wetu uliharibika pale kwenye bustani ya Edeni, mahali ambapo Adamu wa kwanza alipoteza mamlaka aliyonayo. Na sasa Mungu anatabiri kwamba yale mamlaka, maana uhusiano ulikuwa ni mzuri kila wakati wa jua kupunga, Mungu angelishika azungumze na Adamu, anene naye, ajue matatizo yake, ajue haja ya moyo wake, ajue ugumu katika bustani, ajue uzuri na atoe taarifa ya wanyama wote. Maana Adamu alikuwa ni mchaji wa wanyama wote mwituni, alikuwa ni mkuu mtawala juu ya ndege wote wa angani na juu ya samaki wote wa bahari. Uhusiano ulikuwa ni mzuri sana. Ule uhusiano ukapotea baada ya dhambi kuingia. Shetani akatoa yale mamlaka ambayo Mungu alitupatia. Lakini hapa mtoto anayezaliwa jina lake ni Imanueli, yaani Mungu pamoja na mwanadamu. Mungu anarudi tena atawale pamoja na mwanadamu. Hii ni furaha. Kwa hiyo kanisa, hatuna kizuizi kinachoweza kusimama mbele yetu. Hata kama leo watu wanaenda kwa njia zao, lakini tumkumbuke Yesu aliyezaliwa ana mamlaka yake. Maana leo tunaona maagano yaliyo ndani ya Biblia hatuyashiki vizuri, kwa sababu hatumjui aliyezaliwa ni nani. Aliyezaliwa kwa nini anazaliwa? Hebu angalia sura ya 9 ya kitabu cha Isaya mstari ule mdogo wa 6, 7 na 8. Mstari wa 6 na 7, Biblia inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wimbo wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Maneno mazito ya unabii, maneno yaliyotoka kwa kinywa cha Mungu kupitia kwa kinywa cha nabii Isaya. Anatuambia mtoto huyu ni kwa ajili yetu. Nimeshakueleza muunganiko katika jina la Imanueli, ni Mungu pamoja na sisi. Huyu mtoto ametolewa, amezaliwa kwa ajili yetu. Huyu mtoto sio mchanga, mtoto sio mdogo. Uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Tukitawala naye tuna Mungu mwenye nguvu. Tukitawala naye tuna Mshauri wa Ajabu. Atatakwama kwa jambo lolote. Leo unashangaa vita ambavyo viko kwa kanisa, unashangaa fitina iliyojaa kwa makanisa, unashangaa ibada za ajabu za kuuza vitambaa na za na huku tuna Mshauri wa Ajabu. Mungu ulitazama neno lake akalitimiza. Mbona
tumemwacha mshauri huyu wa ajabu. Angetushauri atupeleke kwenye ibada iliyo sawa. Sikiliza Biblia inavyosema. Anasema Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Huyu ni mfalme wa amani. Vurugu zote ni za nini? Au mfalme wa amani amezaliwa ndani yetu. Vita vya nini kuvita nini? Vita vya nini makanisani? Uovu na maneno ya uongo ya nini? Hali tuna mshauri wa ajabu, tuna Baba wa milele, tuna Mungu mwenye nguvu. Huyu mfalme wake, maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Atatawala milele na milele. Mungu akupe kusimama, Mungu akupe udhabiti wa imani, Mungu akujulishe uwezo ulioko ndani yako, katika jina la Yesu Kristo. Ningoje tena kwa awamu ya 3.